Kama Rais Samia atachaguliwa kwa kishindo na akarudi tena kuongoza 2025 mpaka 2030, mimi nafikiri kama ningepata nafasi ya kumshauri, kubwa ni kufanya mabadiliko ya sheria mbalimbali ambazo zingeboresha mazingira ya usawa wa kijinsia. Tuna tatizo kubwa sana kwenye sheria zetu kuhusu masuala ya usawa wa kijinsia. Ni jambo zuri kwamba Chama cha Mapinduzi Machi mwaka huu kimetangaza kuweka ukomo wa wabunge wa viti maalum pamoja na madiwani wa viti maalum. Sasa miaka mingi ya nyuma viliwekwa viti maalum ili kuwasaidia wanawake anapoingia kwenye viti maalum apate uzoefu, alafu aende akagombee kwenye jimbo, wanawake wenzake waingie na wenyewe kwenye viti maalum apate uzoefu akagombee kwenye majimbo. Lakini kwa miaka mingi pamekuwepo na watu ambao wanaanza viti maalum wakiwa mabinti mpaka wanazeeka kwenye viti maalum na hawataki kuhama. Sasa hilo limekuwa ni tatizo, na Chama cha Mapinduzi kwa upande mmoja wameleta hiyo solution ya kuweka kwamba kwenye utaratibu wao Chama cha Mapinduzi itakuwa viti maalum mwisho miaka 10. Lakini Chama cha Mapinduzi walichokifanya ni kizuri, lakini hakitoshi kwa sababu haijaingizwa kwenye katiba na sheria za nchi. Kwa hiyo vyama vingine vinaweza kuwa na utaratibu ule ule wa kuendelea na watu wale waliokaa miaka 15, 20, 30 kwenye viti maalum. Kwa hiyo ni muhimu utaratibu huo wa ukomo wa viti maalum ukawekwa kwenye katiba ya nchi, ikawa inajulikana udiwani viti maalum na ubunge viti maalum mwisho miaka 10. Litakuwa ni jambo la kudumu na atakuwa ameacha solution ya kudumu. Lakini kuna sheria zingine kandamizi kwa wanawake. Kwa mfano, mpaka sasa hivi bado tunayo sheria ya ndoa mwaka 1971 inayoruhusu mabinti wa miaka 14 na 15 kuolewa. Sasa pamekuwa pana jitihada za kuibadili, lakini tumekwama kutokana na mivutano ya makundi mbalimbali kuhusu umri gani hasa mwanamke aanze kuolewa. Sasa sheria hii ya kuruhusu mabinti wa miaka 14 na 15 kuolewa ni sheria ambayo ni hima Rais Samia kabla ya kuondoka madarakani akaacha sheria ambayo inawakomboa mabinti wa Kitanzania wasiendelee kuozwa wakiwa chini ya umri wa miaka 18. Hilo ni jambo la muhimu sana.